Na mpenzi msikilizaji, nakukaribisha katika chaneli yetu hapa, na leo tuna simulizi inayoitwa Siri ya Kaburi Lisilo na Jina. Karibu na ufurahie. Msimulizi wako ni mimi Ananice. Tukianza na utangulizi. Uchawi na imani za kishirikina zilikuwepo tangu zama za kale. Uchawi umegawanyika kwa aina tofauti tofauti kulingana na muktadha. Kuna wachawi ambao wapo kwa ajili ya kusaidia watu wake, lakini uchawi mwingine unatumika vibaya kwa kuwa watu wasiokuwa na hatia ama waliowakosea. Uhusiano wa kaburi na uchawi umekuwa mkubwa sana kwa sababu makaburini ndio sehemu pekee ambayo roho za wafu waliozikwa zamani zinahifadhiwa. Wachawi wanaamini kwamba makaburini wanaweza kupata nguvu na uwezo mkubwa. Usiogope kutembelea makaburi ya ndugu zako, lakini tambua wakati wa usiku eneo hilo huliko kuwa ukumbi wa mkutano. Makaburi yanageuzwa viti na maiti iliyozikwa ndani ya masaa 24 kugeuka chakula. Damu yake hutumiwa kama kinywaji. Naam, kaburi namba 6 linakuja kuzua gumzo zito kwa wachawi wa kijiji cha Mpepo, kijiji kinachopatikana kaskazini mwa nchi ya Tanzania ndani ya mkoa wa Simiyu. Wachawi wa Mpepo wanaingiwa hofu baada ya kaburi namba 6 kupotea. Wanahofia uhai wao na kuanza kuitafuta kaburi namba 6 ambalo halionekani. Karibu katika simulizi ya kichawi na imani za kishirikina. Usiogope kwa yale utakayosikia. Ilikuwa yapata saa 11:30 za jioni. Kuna gari dogo la abiria linaonekana kusimama pembezoni mwa barabara hii ya mchanga wenye rangi nyekundu. Gari hili lina rangi nyeupe, lakini kutokana na safari kuwa ndefu, rangi yake nyeupe imegeuka na kuwa nyekundu mithili ya udongo wa barabarani. Gari hili limebeba mizigo mizito sana iliyofungwa juu. Mizigo hii ni pamoja na mikungu ya ndizi mbivu, meza, godoro na vitu vingine vilivyofungwa ndani ya boksi. Baada ya dereva kusimamisha gari pembezoni mwa barabara, kuna malumbano yakaanza kusikika ndani ya gari. Sauti ya kiume ikasikika ndani ya gari ikisema, "Nimesema sishuki hapa. Nimelipa nauli yangu ya kunifikisha kijijini kwetu. Kwa nini unanishushia hapa?" Sauti ya kondakta ikasikika ikijibu swali, "Hatuwezi kujiingiza kwenye mdomo wa mamba hivi hivi. Kama ni nauli yako nitakurudishia, lakini siwezi kupeleka kwenye kijiji cha Mpepo. Kwanza upo peke yako na unataka tuende mpaka Mpepo. Hebu shuka haraka kabla jua halijazama. Hataki kuitwa marehemu sisi." "Marehemu?" Sauti ya kondakta ikasikika ikimjibu, "Dogo, inaonekana na muda mrefu hujafika Mpepo. Huu sio muda wa kuingia kijiji cha Mpepo. Laiti kama tungeliwahi kabla ya saa 12 jioni kufika, tungelikupeleka halafu sisi tukasepa, lakini zimebakia dakika 30 tu. Siwezi kuthaminisha maisha ya mtu mmoja zaidi ya abiria 21 waliopo hapa. Wewe shuka utembee zako. Basi nipe nauli yangu nusu. Ila tu chukua . Abiria wengine wametulia tuli ndani ya gari. Hawakuwa wanachangia chochote. Baada ya marumbano ya dakika kadhaa kupita, mlango wa gari ukafunguliwa. Kisha kijana mwenye umri wa makamo ya miaka 27 akashuka huko akiwa amebeba begi jeusi mgongoni. Mavazi yake nadhifu yenye rangi ya blue upande wa suruali na fulana nyeusi yamepauka kwa vumbi. Baada ya kijana huyu kushuka, dereva akawasha gari na kuondoka. Akaiacha njia inayoelekea mkono wa kushoto ambako ndio kijiji cha Mpepo kilipo. Kijana huyu akaitazama gari linapomwachia vumbi. Akatikisa kichwa huku akiukunja mkono wake kwa mbele na kutazama saa yake ya mshale yenye madini ya dhahabu. Kwa sauti ya chini akasema, "Huyu konda alikuwa na maana gani kusema bado nusu saa? Na kwa nini anaogopa kunipeleka kijijini kwangu?" Akatazama jua, akaona likizama taratibu. Jua nalo linaelekea kuzama. Ngoja niwe kufika nisije kukutana na wanyama wakali. Akainama kufuta vumbi kwenye viatu vyake. Alipomaliza kufuta vumbi kwenye viatu vyake vyeusi, akavuka barabara upande wa kushoto. Barabara hii haionekani kutumiwa sana na vyombo vya moto na hakukuwa na nyumba wala makazi jirani na eneo hili. Pembeni mwa barabara kulikuwa na mashamba pamoja na miti yenye ndege wanaopiga kelele. Kijana akaendelea kutembea taratibu. Akafika mpaka kwenye barabara inayoelekea kijiji cha Mpepo. Akatazama tena saa yake ya mkononi. Akakuta bado dakika 20 kufika saa 12. Sijui nitafika mapema kweli au nitaingia usiku, maana bado nika umbali. Au ngoja nianze kukimbia, si mimi mwana mazoezi. Akaanza kukimbia mbio kuelekea Mpepo.
Akiwa amefika nusu ya safari yake kuelekea Mpepo, kuna kengele ya baiskeli kamshtua. Akasogea pembezoni mwa barabara huku kijasho chembamba kikimshuka. Baada ya kugeuka nyuma ili amtazame nani anayekuja na baiskeli, maana akasikia mlio wa kengele. Laula, hakukuwa na mtu yoyote nyuma yake. Kitendo hiki kikampatia hofu kubwa kijana huyu na kumfanya atoe macho nje mithili ya fundi saa akiwa anatafuta nati iliyopotea. Inawezekana vipi nisikie kengele ya baiskeli halafu hakuna chochote? Haya mauzauza ama naota? Akapikicha macho yake kisha akatazama kushoto na kulia. Ngoja niende zangu, huenda nimesikia vibaya. Kijana huyu akaendelea kukimbia mbio. Tena awamu hii anakimbia kwa kasi kubwa kutokana na woga alionao baada ya kusikia kengele ya baiskeli nyuma yake, halafu hakuona chochote baada ya kugeuka. Akaendelea kukimbia kwa kasi kubwa. Jua nao limeanza kuchwea zaidi. Lengo lake lilikuwa kufika nyumbani mapema na si vinginevyo. Alipiga hatua za kishujaa wakati anakimbia mbio. Akatazama tena saa yake na kukuta bado dakika 10 kufika saa 12 jioni. Inatakiwa nitumie dakika 5 tu kufika nyumbani. Kwanza mimi mwanariadha, siwezi shindwa tumia huu muda. Kama michezoni wanavunja rekodi, basi hata leo naweka rekodi ya kutumia dakika 5 mpaka kufika Mpepo. Akaongeza spidi. Kijana huyu akaendelea kuchanja mbuga mpaka akakaribia kabisa na kijiji cha Mpepo. Uso wake ukachanua tabasamu mwanana mara baada ya kukiona kijiji cha Mpepo kwa mbali. Akaongeza spidi zaidi ya mwanzo. Akawa anakimbia huku ameachia tabasamu mwanana. Lakini kabla hajakifikia kijiji chake cha Mpepo, kuna sauti alisikia nyuma yake ikimuita. Jeta, we Jeta. Sauti hii haikuwa ngeni masikioni mwake. Alipoisikia tu, akafunga breki kwa kutumia mguu wake wa kushoto mpaka vumbi likasambaa. Akageuka nyuma haraka. Hivi leo naota ama imekuwaje? Nimesikia sauti ya marehemu baba ikiniita. Au pombe niliyokunywa usiku wa jana kabla ya safari ndio inanivuruga kichwa. Jeta akashusha pumzi kisha akaendelea na safari. Sauti ya marehemu baba yake ikaendelea kumuita nyuma. Jeta mwanangu, naomba msaada wako, usiniache Jeta. Sauti ya babake ilisikia kimomba msaada. Lakini awamu hii Jeta hakutaka kugeuka tena, maana kila akigeuka nyuma hamuoni mtu. Hii alichojari ni kukimbia kuelekea kijijini kwake Mpepo. Hatimaye Jeta akafanikiwa kuingia kijijini kwake Mpepo. Na sasa ilikuwa yapata saa 12 jioni. Kijiji cha Mpepo kimejengwa kwa nyumba za tope na kuezekwa kwa nyasi. Nyumba chache tu ndizo zilikuwa zimejengwa kwa tofali za kuchoma pamoja na bati nzuri. Jeta akatoa kitambaa chake, akajifuta jasho lililomtoka wakati akikimbia. Akajifuta uso wake huku akishusha pumzi nzito iliyosindikizwa na kudunda kwa kasi kwa mapigo ya moyo. Jeta akaanza kutembea taratibu kuitafuta nyumba yao. Alipishana na wanakijiji kadhaa na kila aliyemsalimia hakuitikia salamu yake. Kitendo hiki akakitafsiri kama dharau na majivuno kwa wanakijiji wa Mpepo. Mtu namsalimia haitikii. Nikimpita aanze kusema mtoto wa fulani hana adabu. Jeta akasonya. Jeta akapita njia ya sokoni ili aende kuchukua walau matunda kupeleka nyumbani kwao kama zawadi. Lakini alipofika sokoni hakuamini macho yake. Hakukuwa na mtu hata mmoja. Meza zote zimeachwa wazi. Leo si siku ya Ijumaa, na ninavyojua siku hii huwa kuna mnada. Tena ufungwe mapema namna hii. Kwa nini ukimya umetawala namna hii? Jeta akaweka mikono kiunoni. Haina namna, ngoja niende zangu tu nyumbani. Akaanza kuzipiga hatua kuelekea kwao. Jeta kufika mbali, mbele yake akamwona rafiki yake waliosema wote, akiwa anaelekea kwao huku mkononi amebeba fito alizotoka kuzikata polini. Rafiki yake na Jeta alikuwa na umri sawa na wake. Tofauti yao ni kwenye mavazi. Jeta amevalia mavazi nadhifu kutoka mjini, wakati rafiki yake amevalia kaptula nyeusi ya jinzi pamoja na fulana nyeusi. Mwili wake umejazia kwa marefu na mapana na kumfanya awe mtulunga wa mtu. Nywele zake hazikuwa zimechonwa kwa wigi kadhaa. Jeta alipomuona akamwita rafiki yake kwa furaha. Oya Maneno. Rafiki yake anayefahamika kama Maneno akageuka na kumtazama Jeta. Mboni za macho yao zikakutana. Lakini cha ajabu,
Maneno akaonyesha kuwa na furaha kabisa tofauti na Jeta. Jeta akaongeza spidi ila yeye kufika aliposimama rafiki yake Maneno. Maneno akatoa saa yake ya mfukoni, akaitazama, kisha akamgeukia Jeta. Akatazama tena saa yake kwa mara nyingine. Hawamu hii hakutaka kusubiri. Akaondoka zake na kumwacha Jeta akiwa anashangaa kwa nini rafiki yake Maneno kamwacha. "We Maneno, Maneno!" Jeta alipaza sauti ya kumuita Maneno, lakini Maneno hakugeuka. Akaondoka na kumwacha Jeta. Ina maana hata Maneno hataki kuongea na mimi? Hawa wanakijiji wamekuaje? Na kwa nini baada ya Maneno kutazama saa akaondoka? Jeta akashusha pumzi, kisha akaondoka zake kuelekea nyumbani kwao, huku kichwa chake kikiwa na maswali mazito. Jeta anashindwa kuelewa, imekuwaje amekuta mabadiliko makubwa ndani ya kijiji chake? Kutoka eneo alilokutana na Maneno mpaka nyumbani kwao haikuwa mbali. Alitumia dakika kadhaa tu mpaka kufika nyumbani kwao. Alipofika, alikuta ukimya ukiwa umetawala nyumbani kwao. Akaanza kupaza sauti. "Mama! Mama! Mwanao nimerudi!" Alipaza sauti lakini hakuna aliyeitikia. Jeta akaamua kusogelea mlango wa kuingilia ndani. Akausukuma kisha ukafunguka. Akavua viatu na kuingia ndani. Utulivu mkubwa ndio ulimpatia hofu zaidi Jeta. Lakini pia nyumba haikuwa imesafishwa kwa muda mrefu. Jeta akaendelea kupaza sauti. "Mama! Mama!" Hofu izidi kutanda kwa Jeta. Akashindwa kuelewa mama yake ameelekea wapi. Tena nyumba inaonekana hakuna mtu anayeishi hapa kwa sasa. Maana ndani kuna vumbi la kutosha pamoja na harufu ya mzoga uliooza. Jeta akapiga hatua taratibu kusogelea mlango wa chumba anacholala mama yake. Kila hatua aliyoipiga ndio harufu kali izidi kuzisumbua tundu za pua yake. Jeta akatoa kitambaa mfukoni na kuziba pua, maana harufu aliyoisikia ni kali sana. Jeta akapiga moyo konde, akausogelea mlango wa chumba cha mama yake. Akaufungua taratibu huku hofu kubwa ikizidi kumshika. Baada ya kufungua mlango, akatupa macho ndani ya chumba. Alichokiona kiliwacha mdomo wazi, mpaka kitambaa alichozibia pua kikamdondoka kutokana na kile alichokiona. Je, Jeta aliona nini? Kwa nini wanakijiji hawajibu salamu ya Jeta? Mauzauza yameanza mapema sana kwa Jeta. Mpenzi msikilizaji, huu ndo mwisho wa sehemu ya kwanza ya simulizi yetu ya Kaburi Lisilo na Jina. Nikukaribishe katika sehemu inayofuata. Usiache kufuatilia. Nikutakia wakati mwema. Ulikuwa na mimi msimulizi wako Ananaisi. Endelea kufuatilia simulizi nyingi mpaka wakati mwingine tutakapoendelea sehemu yetu ya pili ya simulizi yetu ya asili ya Kaburi Lisilo na Jina. Bye.